Siku hizi nasema kuna njia kuu na mchepuko. Njia kuu ya chama hiki imeandikwa kwenye hivi vitabu. Mchepuko ni tabia tunayoendesha nayo ambayo inapingana na vitabu. Kwa hiyo tumechepuka, tunataka kurudi njia kuu. Chama kinachoundwa na katiba hii kina wanachama, alafu kina nini? Kina maudhumuni kwanza, alafu kina wanachama, alafu kuna viongozi. Sasa kuna sifa za uongozi. Hizi ziko katika kitabu kinaitwa Kanuni za Uchaguzi ndani ya nini? Ya CCM. Inasema sifa ya kwanza, kiongozi wa chama akinai maadili ya chama, kwa maana ya kwamba ayajue na ayaishi, na asiwe mtu wa kuyumba yumba katika mambo ya msingi. Unajua, unaweza ukachagua kiongozi leo ana hili, kesho ana lile. Sasa unamuuliza, wewe hasa wewe unasimamia nini? Maana yale uliyokubali jana ndio unayapinga kesho. Wewe mwanachama hatari, na mwanachama wa namna ile anaweza akakidhulumu chama chenyewe. Awe na uwezo wa kazi anayoomba. Kama wewe unataka kuwa mwenyekiti wa kata, na hii inatuhusu saa hizi kwa sababu mwaka kesho tunafanyaje? Tuna uchaguzi. Uombe kazi unayoweza. Uombe kazi na nafasi ya uongozi unayoiweza kwa wakati huo, na usije ukasema mimi naziweza wakati wote. Hapana. Tunataka viongozi wa chama hiki kwanza wanachama, maana viongozi watokana na wanachama. Wanachama wanaoelewa watachagua viongozi wanaoelewa. Ndiyo. Wanachama ambao hawaelewi watarubuniwa na kuchagua ambaye haelewi kuliko wao. Maana uongozi si utajiri. Unaweza kuwa na tajiri anapenda watu na yuko tayari kuongoza, na anaweza akachaguliwa kwa hiari ya nani? Ya wapiga kura. Anaweza. Mwingine anaweza kuwa na mali lakini hawezi kuongoza. Yeye yupo tu, akitaka cheo atanunua tu, mtamuuzia, alafu kitageuka kuwa hirizi tu. Halmashauri Kuu ya Taifa, mwenyekiti ulikuwepo na mjumbe wa NEC ulikuwepo. Tumekutana juzi Dodoma, tukakubaliana kwamba tujitathmini. Tukitathmini chama chetu, na tathmini isitoke juu, itoke kwa wanachama kwenye matawi yao, kwenye kata zao. Mtuambie hiki chama kama tumekosea wapi, tusahihishe nini ili tuweze kusonga mbele. Si mambo yangu, ni uamuzi wa Halmashauri Kuu ya Taifa. Tusahihishe, tujisahihishe, tujitathmini. Maana sisi ni chama cha wanadamu, tunaweza kufanya nini? Makosa. Lakini makosa yanaweza yakasahihishwa. Hata ukiwa wewe ni muumini wa dini yako ukaanguka, unaweza ukarudi wakakubatiza upya. Hayo ni kujisahihisha.